Habari za ufalme wa Mungu ndio akawaponya wale wenye haja ya kuponywa. Akawaponya wenye haja ya kuponywa. Wewe aliye na haja ya kuponywa ataponya maisha yake. Aliye na haja ya kuponywa ataponya ndoa yake. Aliye na haja ya kuponywa ataponya mwili wake. Aliye na haja ya kuponywa ataponya magonjwa yake. Lakini binadamu amejawa na madharau, akisikia neno la Mungu anapuuza, akisikia neno la Mungu analikataa, analikejeli, anasema wale wanasema nini. Lakini leo nataka nikuambie ya kwamba hapa kuna Yesu atakayekuokoa, atakayekusaidia, atakayekutetea. Turudi pale kwa maandiko. Maandiko yanasema ya kwamba kulikuwa na mwanamke mmoja aliyekuwa mgonjwa, lakini maandiko yanasema ya kwamba akagojeka kwa muda wa miaka 12. Akagojeka kwa muda wa miaka 12. Akagojeka kwa muda wa miaka 12. Unaweza kuwa uko na shida. Shida yako inaweza kuwa ni ya mwezi mmoja, ni ya miaka 2, ni ya miaka 10, ni ya miaka 9, ni ya miaka 20. Yesu ni yote ndani ya mambo yote. Yesu si na lolote. Yesu ni yote ndani ya mambo yote. Wewe kwenda kwa waganga, ukaenda kwa washirikina, ukaenda kwa waonaji, wakakuonea, ukapeleka mbuzi zako, ukapeleka ng'ombe zako, ukapeleka kuku zako, ukapeleka pesa yako, ukapeleka vitu vyako vyote, lakini bado mambo yanabadilika. Yule kijana wako hajapata kazi, yule mume bado ana miaka 10, bado hajawahi rudi, wale watoto waliwaendea, bado wanateseka vile vile. Yule mama ulimwendea, bado anahangaika vile vile. Yale maisha yatakayobadilika, bado yako vile vile. Lakini niko na habari njema. Yesu ni yote ndani ya mambo yote. 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 Yeye anayaweza yote. Haya ambayo uliendea, haya ambayo unatafuta, haya ambayo unataka, Yesu ni yote ndani ya mambo yote. Huyu mwanamke maandiko yanasema ya kwamba huyu mwanamke alikuwa mgonjwa kwa muda wa miaka 12. Alikuwa anaugua ndani magonjwa kutoka na damu. Akaugua mwaka wa kwanza, akaona matibabu, akaenda Sumbawanga, akaona matibabu, akaenda Rwanda, akaona matibabu, akaja Mombasa, akaona matibabu.